Habari mtazamaji wa Nditi Online TV, leo nakuletea hii hapa nyingine ilikuwa ifahamu kuhusiana na kitu kinachoitwa majeshi. Unaona? Majeshi. Leo nakuletea bana taarifa fulani hivi utakayesi kichekesho, lakini sio kichekesho. Na ndio mfumo wa dunia unajua. Ndio mfumo wa dunia. Leo nakuletea hapa majeshi dhaifu zaidi duniani. Kimeo, yani jeshi ukiliangalia unacheka kama hili jeshi au nini, lakini ndio jeshi hilo. Jeshi mdebwedo, jeshi mandazi, jeshi vinyanya, hakuna kitu. Yani ni jeshi tu basi lipo la mimi inaonekana lipo. Top 10 inakwenda 10 tu. Unaona? 10 tu. Na kwa nini ni dhaifu? Kuna sababu za kusingi za kuitwa dhaifu. Namba 10 wako watu wa Iceland. Iceland bwana, wao bwana ni kichekesho. Wanajeshi dhaifu sana lakini kuangalia hawana wajibu mkubwa sana kule taifa lao. Sababu gani? Wao ndio na NATO. Wao ndio na NATO. Lakini wana kikosi kidogo cha jeshi dhaifu sana, lakini ukiwagusa wale manake unazungumzia NATO. NATO ndio watakupiga, lakini wao jeshi la Iceland hapana. Hawana vifaru wala ndege za kijeshi. Ina maana bora Tanzania sasa. Hawana vifaru wala ndege za kijeshi. Hao jamaa nafasi ya 10. Dhaifu, lakini akiwagusa ndio kusemelea kwa kaka NATO. Hao nafasi ya 10. Namba 9 wako Central African Republic, Jamhuri ya Afrika ya Kati hapo karibu na Kongo. Hao jamaa bwana ni kichekesho. Hawana jeshi dhaifu sana. Jeshi dhaifu. Ukiangalia ili jeshi bana na hivyo ndio yenyewe, lakini kuna kitu kinaitwa political instability pale. Yaani hakuna masuala ya kinini kinaitwa, yani nikizungumzia political instability nazungumzia kitu ambacho ni hakuna amani, gombana kupinduana. Kwa hiyo hata kajishika kwa dhaifu nafasi ya 9. Ovyo, hamna kitu. Central African Republic. Afu watu wa Sierra Leone. Sierra Leone bana kichekesho kingine hichi. Sierra Leone wao ni dhaifu sana. Lakini wamepigana muda mrefu sana. Kwa hiyo ilikuwa affect kitu ambacho kilisababisha kuwa affected. Lakini ukiangalia wana vitu vingi sana wamekuwa vimewaathiri kwa sababu miundombinu ya kule ni mibovu sana. Unaona? Lakini wana askari wachache tu, miundombinu mibovu iliharibika kwa sababu ya vita, walipigana sana. Kwa hiyo bora liende, lakini ni moja ya majeshi dhaifu sana katika nafasi ya 8 duniani. Hamna kitu Sierra Leone, ndugu zangu mtazamaji wa Nditi Online TV. Tunakuja Belize. Belize ni nchi moja ndogo sana. Haijafanya operation yoyote ya kijeshi duniani. Belize yenyewe unajua ina budget ndogo sana ya nchi. Lakini ukiangalia budget ya nchi inatoa fedha ndogo sana kwa wao jamaa kununua silaha equipment, lakini vile haina uwezo wa kutoa askari kwenda kujifunza chochote nje ya nchi. Maskini ya Mungu, wakishapiga push-up zao 2-3 pale imetosha, na silaha ndogo na chache sana ambazo wanazo za kizamani. Lakini hanunui silaha yote ya jamaa, ni zile lakini ni virungu vyao, vibunduki vile na vipush up, basi inakuwa tayari. Hawajai kutoa askari kwa ajili ya mafunzo. Lakini hiyo nchi ina majanga mengi sana. Majeshi ya kule yamejikita kwenye kulinda sasa usafirishaji wa madawa kulevya, uhamiaji haramu. Yaani kazi ya jeshi ni kazi za mapolisi sasa. Polisi na jeshi wote wanafanya kazi moja. Sasa mtafanya kazi gani? Unaona, uhamiaji ndio wanajeshi wanakushika. Lakini ukiangalia hawana pesa za kupeleka askari kujifunza kama nilivyokuambia, kununua silaha hawana. Wapo tu Belize, hawana baya. Na basi kwa Liberia walipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe sana jamaa. Hii ikawafanya kuwa weak sababu miundombinu iliharibika. Lakini ukiangalia imeharibu vitu vingi sana hapa. Lakini Liberia bana ina size ndogo sana ya askari. Ukiangalia nchi yao ina kitu kinaitwa budget ndogo, inashindwa kwa ajili ya askari wengi wapya, wako wale na kama wale wakiongozwa ni kidogo na mishahara ndio hiyo michache, wanatembea virungu. Lakini hawana silaha yoyote za kutisha wala wanunui. Lakini hakuna mafunzo yoyote wala askari wazoefu wako tena, wengine washakufa mstaafu. Kwa hiyo Liberia twende bora liende. Lakini ukiangalia wanasaidiana na vyombo vingine vya usalama kulinda nchi yao. Lakini jamani twende hivyo bwana. Ndio dhaifu Liberia bwana. Nafasi ya 5 wako Benin. Benin bwana ni dhaifu sana. Ina askari wachache sana. Lakini ukiangalia serikali ya Benin na ukiangalia ina kiwango kidogo sana cha fedha cha kuwekeza. Lakini ukiangalia
serikali yao ya Benin ni moja nchi yenye amani sana hapa Afrika kwa kweli. Na amani mno. Kiasi kwamba sidhani kama kuna haja sana ya kuwa na jeshi kubwa lenye imara. Sasa pigana kwa ajili ya nini? Lakini ukiangalia ina vitu vingi sana. Ukionyesha na nchi nyingine. Ina ulinzi wa ndani, lakini ukiangalia wana kitu kinaitwa nchi yenye pato dogo sana. Haina pesa. Kwa hela ni ndogo. Kama hela ni ndogo basi haitoshi sana. Haitoshi sana kuwekeza sana kwenye masuala ya kijeshi. Kwa hiyo tunaenda hivyo hivyo tuvumilie Benin. Hatuna jeshi lenye nguvu. Kwa hiyo tumekaa tu ndani tunakimbizana na waizi na vibaka, lakini hatuna jeshi la kupigana na mtu sisi. Namba 4 wako Somalia. Somalia bwana unakuta wanajeshi wamevaa sendo, unajua. Moja ya majeshi dhaifu sana katika dunia hii. Kuna migogoro hapa na pale. Miundombinu mibovu, kitu kama hicho. Lakini ukiangalia walipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka 1990, lakini jeshi likashindwa kudhibiti ugomvi, likakandwa. Lakini ukiangalia makundi mengi yako pale yanapigana ya kihuni tu, lakini majeshi ya pale yanafiata. Lakini ukiangalia yani bajeti yao inatokana na nini? Kuna vijisenti kidogo watu wanachangia jeshi pale kwenye nchi. Lakini pia kuna vijihela vya msaada kutoka nje ya nchi. Wanachangiwaga na mashirika mbalimbali ya dunia bana. Mimi mtalipa, mtanunua sendo bana kwa ajili ya wanajeshi. Lakini msisahau ukwaju, muwekee mchanganye na chai. Ndio unavyoenda hivyo. Kwa hiyo weak army. Namba 3 kwa Suriname. Suriname kana nchi peleka huko Amerika Kusini huko. Kanchi bwana kanachekesha ni kadogo. Kadogo sana, lakini kanchi bana kana jeshi dhaifu. Dhaifu sana. Lakini ukiangalia hawana ugomvi na mtu pia. Unajua pia na wasi wagomvi. Sasa utagombana nani nguvu una? Kwa wako tu hapo. Wajisi na masuala majeshi yao ni kuokoa watu kwenye mafuriko hivi. Vurugu zikitokea wanapiga virungu watu. Lakini virungu hata viumi. Unajua lakini nchi yenyewe ni ndogo afu uchumi mdogo kiduchu. Hamna kitu Suriname. Usiwachokoze, yani waonea tu. Na vile Moldova baba ni nchi kwa Ulaya. Ina jeshi dhaifu sana. Lakini ukiangalia hii nchi jeshi kama service tu. Sera nchi yake ukiangalia haiwafanyi kuwa na watu wagomvi bwana. Vifaru wanavyo lakini ndio hivyo. Lakini ukiangalia ina pato dogo sana la taifa. Kwa hiyo kidogo tunagawana hicho. Kwa hiyo hatuwezi kujikita sana jamani kununua maslaha. Hatuna uwezo sisi, mtuvumilie. Kwa hiyo jamaa na watu wa Moldova watu dhaifu sana. Unaelewa? Haya. Tunatoka Moldova tunakuja namba 1. Nchi dhaifu sana inaitwa Bhutan. Bhutan bana ni nchi dhaifu sana, iko karibu na milima Himalaya huko, dhaifu duniani. Yaani ina maana ukichukua Bhutan ukiwachonganisha na ukiwapa tu fimbo wa chama cha walimu hawa, au ukichukua tu umoja wa wanawake wa CCM pale, sio UVCCM wanawake UWT, ukiwapa fimbo unaweza kupiga jeshi la Bhutan. Yaani hamna kitu. Kwa mfano huko Tanzania tunaweza kupata wapiga debe wapi hata manati, unaweza kawaua tu. Yaani siamini kama ni dhaifu mno duniani. Lakini jamaa ni wanajivunia amani waliokuwa nayo, hawana ugomvi na mtu. Lakini ukiangalia wana mifumo dhaifu sana ya kiulinzi. Basi na wenyewe wapo. Lakini ukiangalia ina watu wachache sana. Lakini ukiangalia ina watumishi wachache wa jeshi. Lakini wanasema hivi kuivamia ni kazi sana kwa sababu ile milima Himalaya pale. Himalaya. Sasa ile milima inawafanya wao kuwa imara zaidi. Lakini ukiangalia hii inawafanya kwao kuwa na jeshi dhaifu. Bwana, majina yangu ni Silas Faustin Nditi, tukutane wakati ujao.